Nimeguswa na msiba wa mzee wetu. Huyu ni mtu ambaye amefanya mambo makubwa kwa nchi yetu. Kwenye nchi za wengine tunazotembelea, mtu anayebuni hata kitu kidogo na kukianzisha huwa anaenziwa sana. Lakini ukiangalia jinsi ambavyo utaratibu umefanyika na uzito wa huyu mzee kwenye nchi yetu, lakini uzito aliopewa kwamba hata waziri wa afya hakuja hapa, kwa mtu aliyeanzisha taasisi ya MOI ambayo ndio imehusika kutibu watu wengi na kuponya watu wengi waliopata majeraha makubwa na wanaopata matatizo ya mifupa, ambao huo utaalamu ulikuwa unapatikana nje ya nchi. Kwa mimi sikuona kama ni sawa. Ndio maana sisi kwa uzito huo chama chetu tulikuwa na kamati kuu, lakini tulilazimika kuja hapa na mwenyekiti wetu wa chama. Lakini jambo la pili ambalo ni kubwa ambalo lazima tulifanyie kazi ni jambo la vitisho katika maisha ya watu. Jambo la kifo ni jambo kubwa. Leo mzee amelala hapa, lakini binti yake hajaweza kuja kumzika kwa sababu ya kuogopa watu waovu ambao wamepata nguvu katika nchi hii, wanaotishia watu, kuabduct maisha ya watu, kuondoa uhai wa watu. Hili jambo lazima tulipigie kelele sana, kwamba hatuwezi kuwa kwenye nchi ambayo watu wanaogopa hata kuja kuzika baba zao kwa sababu ya usalama. Nchi ambayo imepata uhuru miaka 63. Hili jambo la Maria ni jambo kubwa, na sisi katika chama chetu tulijadili na tutatoa msimamo mkali kabisa kwamba lazima tuwe huru, kwa sababu tulikuwa huru. Kama Maria ana matatizo yoyote na vyombo vya dola, taratibu zipo, lakini sio ifike sehemu mtu anaogopa, anahofia uhai wake, na jambo kubwa kama la kumwaga babake anashindwa kuja. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana kwangu mimi, na lazima tulifanyie kazi. Serikali haina shida na yeye. Ni hofu ambayo iko justifiable, kwa sababu watu wanatekwa katika nchi hii na watu wanapotea, na Maria amekuwa tempted kutekwa akiwa Nairobi. Kwa hiyo ni hofu ambayo iko justifiable na sio hofu ya uongo. Yuko wapi Beni Sanani? Yupo wapi wakina Kanguye? Yupo wapi watu wengi tu ambao wametekwa? Serikali inapaswa kulinda watu bila hata kuombwa ulinzi huo. Kwa serikali ilipaswa itoe assurance baada ya Maria kuwa tempted kutekwa, na akasema kwamba walio attempt kumteka ni vyombo vya dola, na mpaka leo hakuna tamko lililotoka. Kwa hiyo hofu yake na kutokea kulingana na matukio ambayo yametokea katika nchi hii iko justifiable kabisa, na ni hofu ya kweli. Kuna jambo ambalo linazungumzwa hapa, pengine ndo msingi wa swali ambalo John anajaribu kujenga, kwamba mpaka sasa tunazungumza hakuna tamko lolote za serikali, jeshi la polisi ama dola kwa ujumla wake linaonekana wakimhitaji hata kwa kumhoji Maria Salong. Licha pengine mmoja, nyinyi pengine ni mkao, ukiacha maisha ya uongozi ni warafiki na watu wake wa karibu, mnaweza mkatueleza na kwamba hiki kinachozungumzwa kuhusu kwamba hali ya usalama, hofu ya usalama, okay, inatokea wapi katika nyakati ambazo vyombo vya dola havijawahi kueleza hata kuwa na nusu na nchi? Watu wameuawa, watu wamepigwa risasi mchana kweupe. Lissu ni ushuhuda wa hilo, ni shahidi. Nyie Watanzania wote ni mashahidi. Watu wamepotea. Anaposema mtu ana hofu, serikali ambayo wajibu wake namba moja ni kulinda usalama wa watu, mtu ndio asset kubwa kuliko asset zote, ilipaswa yenyewe itoe hakikisho, sio Maria kujipa hakikisho. Ni serikali ilipaswa iseme sisi tuna wajibu wa kukulinda na tunakuhakikishia njoo hapa. Hata waliposema waliokimbia nchi wakinalema warudi, sisi tulidai hakikisho. Ndio maana bungeni ilitolewa hakikisho na waziri. Kwa tunachozungumza hapa ni uhai wa mtu. Maana ukishapotezwa au ukiuawa huwezi kupigana. Kwa hiyo people live to fight another day. Ndicho kilichotokea kwa Maria. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kusema hiyo hofu ni ya uongo, kwa sababu kuna ushahidi wa zaidi ya watu 1000 ambao wamepotea. Wa mwisho ni Amani Manengero ambaye amepotea, na sasa kuna taarifa kila siku watu wanapotea. Kwa hiyo huwezi kuchukua chance katika masuala ya uhai wa mtu. Kwa nini katika kutengeneza hilo ama kuweka sawa asilifika hapa nchini na pengine kwenda kwenye vyombo vya dola kuripoti kama jeshi la polisi kwa ajili ya kujihakikishia usalama wake, badala ya hiki ambacho kinaendelea ambalo watu wengine wanaamini kama kuna propaganda inatengenezwa? Huwezi kufanya propaganda kwenye msiba wa babako. Hili ni jambo kubwa. Vyombo vya dola vina wajibu wa kulinda kila mtu. Vyombo vya dola ndio vinapaswa vitoe hakikisho kwa Watanzania. Mtanzania yoyote popote akiwa kijiji chochote akidai kwamba maisha yake yako hatarini na ikasikika,
Vyombo vya dola hivi vimekamata watu kwa kuzungumza kwenye mtandao. Vyombo vya dola vimekamata watu kwa kuandika kwenye Twitter. Leo inakuwaje mtu kama Maria, binti wa aliyekuwa waziri, amehudumu nchi hii? Na ukiona hata uzito msiba huu uliopewa na viongozi, kuacha viongozi wa staff, ina justify hilo analosema Maria, kwamba ulitegemea waziri wa afya awe hapa, ulitegemea waziri wa jeshi la kujenga taifa awe hapa, kwa sababu huyu ni mzee ambaye amehudumu, na wamefanya hivyo kwa watu wote waliowahi kuhudumu. Wahi mzee Sarungi. Kwa hiyo ni uthibitisho, na mimi nimesema uhai wa mtu haujaribiwi. Heche unasema kwamba dola haijatoa thamani kwenye msiba huu. Rais ametuma mwakilishi wake hapa ambaye ni waziri kwenye ofisi ya waziri mkuu, ni kiongozi mzito ndani ya serikali, lakini chama tawala, Chama cha Mapinduzi, ambacho mzee Sarungi alikuwa mwanachama wake mwandamizi, katibu mkuu wa chama, ametuma mwakilishi, kiongozi wa mkoa huu yuko hapa. Ulitamani kuona serikali inafanya nini kwenye mazingira kama haya? Sisi tumeelezwa dharura ya viongozi hao. Sisi tulikuwa kwenye kamati kuu iliyopangwa muda mrefu, na mwenyekiti wa taifa amekuja hapa, mimi makamu mwenyekiti na wajumbe wa kamati kuu. Unaweza kulinganisha uzito huo walioipa wao? Hoja yao ni kamati kuu yao. Sisi tumeahirisha kamati kuu kuja hapa. Unasemaje kuhusu? Unataka kusema nini? Utaelewa. Asante sana.